You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Oh Jesus, we give you glory. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Master Jesus. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Jesus. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Father. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Jesus. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are
ajili ya siku ya leo. Rikasaka ndilo jina ambalo tumekuja kukimtia. Makasaka tana masaka na kusiki tili kusaka. Rikasaka tana masaka na kusika. Asante Bwana kwa mema wako. Asante Bwana kwa ukuu wako. Hakuna mwingine awaye kama wewe. Ndiwe yule jana, leo na hata milele. Ukainuliwe, ukatukuke maishani mwetu. Hata siku ya leo Bwana, tuikabidhi mako mikononi. Bwana, ikawe ni siku ya kipekee. Unasema ndio siku ambayo umeifanya ili Bwana tukafurahie na tukashangilie ndani yako. Asante kwa kila mmoja ambaye umewezesha kufika katika nyumba yako Bwana, kipindi kama hiki na wakati kama huu Bwana, hatuchukulie kuwa ni bure. Hatusemi kwamba ni kwa nguvu zetu, hatusemi kwamba ni kwa uweza wetu. Twasema kwamba ni kipindi ambacho ulituhifadhi Bwana, ili kwamba tukatumike. Rikasakatana mazanda Bwana, kila mmoja wetu Bwana Kristo akakupendeze Bwana, kila mmoja Bwana ukamtumie jinsi upendavyo, ukainuliwe, ukatukuzwe. Asante Bwana. Rikazeki tene muzanda, hata tunapoenda kuligeukia neno lako Bwana, wacha neno lako likajenge maisha yetu, wacha maneno lako likaimarishe maisha yetu, wacha neno lako Bwana likawaupya maishani mwetu, likauishe mioyo yetu Bwana, na likatufanye kuwa viumbe vipya mbele zako, ukainuliwe na ukatukuzwe. Na ni kwa Yesu Kristo tutaomba tukiamini. Kwa jina la Yesu Kristo tutaomba tukiamini. Amen. Karibuni sana. Karibuni sana. Tulio nyuma tusogee mbele kidogo. Asante sana wanakwaya, tuongoze pigie makofi kwa hao. Na pigie makofi pia jirani hapa ambaye amefika. Haleluya. Kiheshimu neema ya nyumba hii yuko juu ya maisha yetu, Papa Lai na Mama Rita Lai, heshima kubwa kwa kupata fursa kama hii. Pia kwa mtumishi wa Mungu Pastor Elijah ambaye tuko naye hapa, pigie Bwana makofi kwa ajili yao tunapochukua vitu vyetu. Haleluya. Jana asubuhi tulikuwa hapa na tukawa tunaongea kuhusu jinsi Yesu Kristo alivyowaambia wanafunzi wake katika mlango ule wa Luka 18. Nafikiri kwamba tuko hapo na tukasema kwamba taendelea hapo, na kwa kifupi kama nikipitia yale ambayo tulizungumza jana, kwa wale ambao hawakuwepo na kwa wale ambao pia tulikuwepo, maana neno la Bwana ni mpya kila siku. Natuambia kwamba kawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Inawapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Si kama tumefika hapa? Asante. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Na tukasema kwamba kama uombi umekata tamaa, tukasema kama hujakata tamaa unaomba. Na mara nyingi mtu hushindwa kabla hajaanza, kwa sababu ya ile nia iko ndani yake. Ukiona kuna ushindi mbele yako, kama kuna ushindi ndani yako, basi utaamka kupigania ule ushindi. Jina la Bwana lisifiwe. Jina la Bwana lisifiwe. Kama Bwana ameweka neno lake ndani yako, basi lile neno litakuuisha, lile neno litakujenga, lile neno litakudhibitisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lile neno litakuimarisha, lile neno litakupatia msukumo ili uweze kupata kila ambacho unastahili kukipata. Na tukapewa mfano kwamba kulikuwako na mwanamke mmoja. Mwanamke yule hakuwa tu mwanamke wa kawaida, alikuwa ni mwanamke aliyekuwa ni mjane. Tunajua kwamba mjane ni mwanamke ambaye halikuwa ameolewa, na mwanamke yule bwanake akafa. Bwanake hakwenda safari, bwanake hakumtalaki, bwanake hakuoa mke mwingine, lakini bwanake halikufa.
na bwanake ambaye ndiye alikuwa ni mtoshelezaji wa maisha yake, akawa alipoondoka, ikawa kuna mambo yalibakia yakiwa hayako sawa, na yakawa yanamsukuma yule mwanamke aliyeitwa mjane. Mara nyingi mambo mengine yanapotuondokea, hata yanaondoka pia na majina yetu. Maandiko haijatuambia yule mwanamke mjane aliitwa nani. Hatujaambiwa pia jina la bwana wake liliitwa nani. Alipokufa yule bwana, alikufa pia na majina yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipokufa na majina yake, pia akafa na majina ya mke wake. Jina la mwanamke bibi yake akabakishwa na jina moja ambalo hakuwa anaitwa jina hilo, akaanza kuitwa mwanamke mjane. Akapata jina nyingine kwa sababu kuna mtu amemwondokea maishani mwake. Nasi tumepata jina kwa sababu kuna mtu ameingia maishani mwetu. Tumepata jina jingine kwa sababu kuna yule aliye mkuu ameingia maishani mwetu. Hatutemei tena majina yetu tuliyoitwa. Tuko na jina mpya. Tuko na jina mpya. Haleluya. Tuko na jina mpya. Na yule ambaye tuko na jina yake, ako na jina ambalo limepita majina yote. Haleluya. Tuko na yule aliye na jina iliyokuu zaidi kupita majina yote. Mwanamke yule alipokufa, pengine alikuwa kabla mwanamke alikufa, alikuwa na jina nzuri. Pengine aliitwa mama kanisa, pengine aliitwa Mr. Mutua ama Mr. Geoffrey, ama aliitwa Magdalene. Hatukuambiwa, alikuwa pengine na jina nzuri. Lakini mumewe tu punde alipokufa, lile jina nzuri lake, majina mazuri yakaondoka, na watu wakampatia jina jingine baya. Lakini kwetu sisi, baada ya kufa ndani ya Kristo, sisi baada ya kufa ndani ya Kristo na kufufuka ndani yake, tumepata jina jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na jina jipya wapendwa. Tunaanza kusimama jina hili. Hatuwezi kuitwa wajane kwa sababu tuna mmoja aliye mkuu. Tuna mmoja aliye hai. Tuna mmoja aliyeshinda mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na jina kuu. Kaambia ninawapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Ninawapasa kuomba siku zote. Kila wakati unapoona ni siku mpya, ni kitu ambacho kinastahili kukumbusha kwamba ni wakati wa kuomba. Kila punde unapoona siku mpya, ni siku ya kukumbusha kwamba unastahili kuomba, wapendwa. Siku mpya inapokuja, inapaswa kubisha maombi maishani mwako. Siku mpya inapokuja, inapaswa kuweka kumbukumbu ya maombi maishani mwako. Hatuwezi kutegemea maisha ya jana. Hatuwezi kutegemea maombi ya jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inawapasa kuomba Mungu siku zote, wala usikate tamaa. Jambo hili liliingiza, neno hili liliingiza kitu kipya katika moyo wangu nilipokuwa nasoma maandiko haya. Nikasema kumbe mara nyingi tu watu wanategemea maombi ya jana kwa siku ya leo. Kumbe maombi ya jana siku ya leo imepita na wakati. Tunastahili kuwa na maombi mapya kila siku. Unastahili kuwa na maombi ya kila siku. Siku ya leo, je, una maombi yake ama unategemea maombi ya jana? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Inastahili, inawapasa kumwomba Mungu siku zote, wala usikate tamaa. Sasa kitandawili kiko hapo kwa kukata tamaa. Hapo kwa kukata tamaa ni wakati unapoomba unaona ni kana kwamba jambo halibadiliki. Unapoendelea kuomba unaona mambo haijachukua mkondo mpya. Unapoendelea kuomba unaona ni kama kwamba mambo yanazidi kuwa mabaya. Unapozidi kuomba ni kama basi unachafua zaidi. Unapoomba
siku ya kwanza, si ungekuwa umejibiwa? Anataka kufanya nini? Kukatisha tamaa. Kukata tamaa ni ile hali ya mtu kuachilia, kufukuza ndoto yake, kuachilia kufukuza maono yake, kuachilia kufukuza haraka yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ana jambo la kufukuzana nalo. Kila mtu katikati yetu hakuna hatima ambayo anastahili kufukuzana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Na jambo hili kama litaenda kutimia maishani mwako, tu ni kuomba kila siku. Ni kuomba kila siku. Unapoomba kila siku, una nafasi ya kusimama na kumwambia Bwana, nadai haki yangu kwa sababu nimeomba siku ya leo. Umeniambia niombe kila siku. Ulisema tuombe kila siku. Nimeomba siku ya leo, Bwana, nadai haki yangu. Yule mwanamke alikuja kwa yule hakimu aliyekuwa dhalimu. Akaja siku ya kwanza hakupata haki yake. Na yule haki dhalimu, yule hakimu dhalimu, hakuwa tu ni hakimu dhalimu, lakini inatuonyesha upeo wa principalities. Anasimama kwenye nafasi ya peo na mamlaka maovu ambayo yanakaa katika ulimwengu wa kiroho. Hakuwa ni hakimu tu dhalimu, hapana. Anawakilisha upeo fulani, anawakilisha ufalme fulani, anawakilisha kiwango fulani cha udhalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Twende katika Wakolosai. Tuone Wakolosai 1 ama tuanze ile 2. Wakolosai mlango wa 2 mstari wa 15. Baraka. Na tukifika tuseme amen. Tumefika? Atuseme tunasema amen. Tukifika tuseme amen. Hakuna lugha kama hiyo kwenye ibada. Haya, tusome. Akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuziaibisha hadharani. Akisha kuzivua enzi na mamlaka. Tusome kwa nguvu. Na kuziaibisha hadharani. Akiziongoza kwa ushindi wake wa shangwe. Rudi hapo 15. Akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Mambo ambayo tunapigana nayo ni mambo ambayo tayari tushapewa ushindi dhidi yake. Maroho ambayo tunapigana nayo ni maroho ambayo yamepiganwa na Bwana wetu na ametupatia ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema akiisha kuzivua enzi. Enzi ni falme. Enzi ni mamlaka. Enzi ni maroho machafu yanaokaa katika ulimwengu wa roho. Enzi, hizo enzi ambazo hutumika kuzuia baraka zetu. Hizo enzi ambazo hutumika kuzuia kufanikiwa kwako, ama kufaulu kwako, ama kuimarika kwako, ama kudhibitika kwako. Hizo enzi anasema Bwana kwamba alizivua, akazivua enzi na mamlaka na kuziaibisha hadharani. Hizo enzi ambazo naona kwamba ni kama zina nguvu sana, Bwana wetu alizivua hadharani. Inamaanisha
walizokuwa nazo, alizipokonya mamlaka ambazo walidhani wako nayo, na hiyo mamlaka imepeanwa kwetu. Ndiposa ningependa tuangalie katika Wakolosai hapo 1:6 ikiwezekana kwa haraka. Angalia vizuri. Wakolosai 1. Tuanzie pale mbele kidogo 12 tuanzie hapa. Nasema nini pamoja? Mkimshukuru Baba aliye, tukimshukuru Baba tunapokuja mbele za Mungu katika kuomba, tunastahili kuja na mioyo ya shukrani. Tukifanya nini? Tukimshukuru Baba yetu aliyetustahilisha. Kutustahilisha inamaanisha sisi ambao hatukustahili ametupatia kustahili, sisi ambao hatukufaa akatupatia kufaa, sisi ambao tulikuwa tumeshindwa akatupatia ushindi, akatustahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika sasa ile mamlaka ambayo utawala ulimwengu sehemu yake ni utawala wa giza kuu. Utawala wa giza kuu. Yaani maisha, mtu anapoangalia maisha yake ya kesho, haoni maisha, anaona giza. Kuna maroho kazi yake ni kupiga watu na giza. Giza kazi yake ni kusababisha usione unapoelekea. Giza kazi yake ni kufanya usione mahali ambapo unastahili kukanyaga. Giza kazi yake ni kufanya usione hata mahali unapotoka na mahali ambapo unaenda kulala. Lakini akasema akapatia sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Sasa sisi ile giza totoro ambayo inatawala ulimwengu huu haitutawali tena. Ni kwa sababu tumepewa nuru kama watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile giza ambayo inazuia wengine wasione, sisi Bwana ametupatia mwangaza. Sisi Bwana ametupatia nuru kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anasema ametustahilisha Bwana wetu. Ametustahilisha. Hakuna kati yetu aliyekuwa anastahili. Hakuna kati yetu angefanya kazi yote afaye katika Bwana kwa kazi yake, kwa matendo yake. Lakini kupitia kwa haki ya Mungu, the righteousness of God, that we are what we are today. Bwana Yesu asifiwe sana. We are what we are this morning because we have been enabled. Tumewezeshwa na tukastahilishwa. Kwa sababu nini? Tunakuja kwa Bwana na Baba yetu tukiwa na shukrani. Tunamshukuru kwa sababu ametustahilisha. Kama si Bwana kutustahilisha, hatungekuwa vile tulivyo. Kama si Bwana kutustahilisha, hatungekuwa vile tulivyo. Ni wangapi ambao tunajua tuko umri mmoja, hata wengine wachanga wetu hawastahili. Hawastahili. Kwa nini? Hawajatambua kukimbilia mahali ambapo kuna kustahilishwa. Lakini tutaenda kuomba kama kanisa, tumwambie Bwana atupatie roho ya kutoka nje na kuwatambulisha wengine kwamba kuna kustahilishwa. Bwana atupatie huu msukumo ambao uko ndani ya maisha ya baba yetu. Anajua kwamba juzi ametumaliza kusema dikoni. Kwa nini? Ilikuwa ni kwenda kuwaambia watu kuhusu habari za kwamba kuna baba yetu katikati yetu ambaye tunapaswa kwenda kwake ili akatustahilishe. Wapendwa, yule mwanamke mjane aliona kwamba hastahili kuwa vile alivyo.
Sistahili kukaa katika mahitaji. Sistahili kukaa bila haki. Akaenda. Kuna msukumo uliokuwa ndani yako. Ule msukumo uliokuwa ndani ya yule mama mjane uwe ndani yako. Ule msukumo uliokuwa ndani ya yule mama uwe ndani yako. Ule msukumo uliokuwa ndani ya yule mjane uwe ndani yangu. Ili nione sababu ya kwenda kwa Baba nikimshukuru, ili akanipatie kustahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, kuna kustahilishwa. Tumwombe Bwana atustahilishe mshogoroni. Haleluya. Haleluya. Atustahilishe hapa mshogoroni kama ushirika. Atustahilishe hapa mshogoroni kama tawi. Kwamba watu wanapopita watu waone tunastahili zaidi. Watu wanapopita waone wanastahili zaidi kuingia hapa. Watu wanapopita waone kwamba wanastahili zaidi. Kwa nini tusiingie hapa? Amen. Kwa nini? Bwana atakuwa ametustahilisha. Amen. Amen. Haleluya. Kuna kustahilishwa mpendo. Kuna kustahilishwa. Hatuwezi kukaa vile tumekuwa maisha yote. Tumwendee Bwana Baba yetu na shukrani ili akatupatie kustahilishwa. Akatustahilishe wapendwa. Hilo neno si neno rahisi. Kustahilishwa. Si kustahili, lakini Bwana amenistahilisha. Ushaona mtu ameenda kufanya interview na hakuwa among the top, hakuwa among the selected, hakuwa among the shortlisted, lakini baada ya waliostahilishwa kama wao walikuwa wamewekwa kwenye list, ukaona ghafla unapigiwa simu hapo kwenye list, ukapigiwa simu ukaambiwa sulifanya interview siku fulani, basi tunakuhitaji Nairobi. Unashangaa mbona mimi siko kwenye shortlist? Nimekuwa Bwana amekustahilisha wapendwa. Bwana atushangaze na kutustahilisha wapendwa. Kitu ambacho hukustahili Bwana akustahilishe. Kitu ambacho hukufaa kupata akupatie. Kwa nini? Ameapa kutustahilisha. Ameapa kutustahilisha. Tusimame kwa miguu yetu. Rika sana na kushika tena zake. Hakimu aliyekuwa dhalimu hakuona sababu ni kwa nini amstahilishe yule mjane. Hakuona sababu. Hakuona sababu ni kwa nini amstahilishe yule mjane. Ijapokuwa alikuwa ni mjane, alikuwa na sababu ya kustahilishwa. Alikuwa ni mtu mwenye hitaji. Alikuwa ni mtu hana mtu mwingine wa kukimbilia, lakini yule hakimu dhalimu hakuona haja ya kumstahilisha. Lakini sisi tuko na Baba. Tuko na Baba wapendwa anayetustahilisha. Jina la Bwana lisifiwe. Tuko tena Bwana sadaka ya makofi. Sadaka hiyo. Mtu anayestahilishwa apige makofi na hiyo. Mtu anayestahilishwa apige makofi na hiyo. Leo tulikuwa tunakimbia watu kama watu 20. Na wale waliokuwa mbele yako kabla hawajafika mtu anategwa na anguka. Na wale waliokuwa na matano unapita, unachomoka mbio unapata nguvu mpya. Yaani unafika unapata wewe unakata utete. Yaani wewe unakata kamba. Umestahilishwa na Bwana. Bwana anakuwa amekustahilisha. Kuna wengine ambao wanaonekana wako mbele lakini Bwana ataenda kukustahilisha hivyo hivyo. Haleluya. Haleluya. Ni kwa sababu ya mapenzi yake akustahilisha. Bwana atustahilishe kwa sababu yetu. Bwana anatustahilisha ili utukufu wake uonekane ndani yetu. Amen. Bwana akustahilishe uso wako uanze kung'ara zaidi. Ni kwa nini? Anakustahilisha. Amen. Bwana akustahilishe uone mambo yako naanza kwenda mbio kuliko vile ilikuwa inaenda. Mambo ambayo ulikuwa unapigana nayo, Bwana apigane nayo kwa sababu anakustahilisha. Haleluya. Yaani unaposimama katika maombi unamwambia Bwana nistahilishe siku ya leo. Bwana umesema kwamba nimepata na shukrani. Na nimepata na kama inawezekana ndio na sadaka ya shukrani. Mwambie Bwana nimekuja na sadaka ya shukrani, nistahilishe. Haleluya. 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 Rika zanda la kusuka. Mwile Bwana iko yetu. Asante Bwana Mungu wetu. Asante Baba yetu kwa wema wako. Rika zanda la kusuka takazaya. Rike zeke tele muzinda la kusuka. Bika paka satana mazanda la kasika na mazaya. Riko zekatana mazaya la kasika tana mazaya. Jesus, we worship you.
Rika zata na mazanda anaposhika. Rike zekete ni mozanda rika sakata na mazaya. Bwana, tunaomba kwamba vile Bwana umetuahidi kwamba tuje kwako na shukrani, kiwa wewe ni baba yetu, sio Mungu tu, lakini bali wewe ni baba. Rika zakata na mazaya, ili kwamba ukatustahilishe. Bwana, tuomba kustahili huku kadirike maisha yetu, kwa sifa na utukufu wa jina lako. Ukainuliwe na ukatukuzwe kwa Yesu Kristo, tuomba tukiamini. Amen. Tuomba tukiamini. Amen. 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 Asante. Karibu. Mwisho wa Mungu. Pigia Bwana makofi mazuri kwa hiyo neno. Asante. Nashukuru. Naweza tukaketi. Nipenda tuchukue sadaka yetu nzuri kwa Bwana. Kwa sadaka yako nzuri. Kama niko na kama ni bana pesa 99.70 account to a analyst. Ndio maombi ni ngumu sana. Kila wakati inapaswa kuomba bila kukata tamaa. In the process of praying, ndio kuna kustahilishwa. Amen. Amen. Asante. Kuna dada mmoja alifanyishwa interview na hapo anafanya apite ya kwenda ng'ambo. Yeye aliambiwa kuna interview akaenda tu. Akasukumwa aswa kwa sema niende tu. Hata kwa amevaa kama interview sawa, alikuwa okay. Sema hata niingie sawa, umefika karibu. Na hivyo ndivyo akastahilishwa. Amen. So, inua sadaka yako mbele za Baba. Baba, nakushukuru, asante kwa siku ya leo. Bwana, tuandapeni na sadaka zetu na zako. Kabariki kila mmoja wetu, pasiwa mbata kwa maskini, pasiwa mbata kumkiwa. Haya majira tukaone baraka zako za ajabu. Ukatustahilishe na mahali hatustahili, kama ulivyotenda Bwana tangu mwanzo. Ikatimie, ikawe thabiti, ikawe hakika, ikawe halisi kwa maisha yetu. Kutukuza na kuheshimu. Bariki kila mmoja aliye kwa nyumba. Bariki kila mshika wa hii nyumba. Bariki wote Bwana boka kwa hii nyumba, kutukufu wa jina lako. Penda na kuheshimu kwa Yesu Kristo na kwa mimi. Amen. Naomba tutoe Bwana.